Yeah. Umeniuliza swala la sanction na tutafanya vipi kwenda kwenye maendeleo. Nataka nikuhakikishie kwamba Tanzania haiko kwenye sanction. Hatuko kabisa kwenye sanction na tunajipanga kufanya maendeleo ya nchi yetu, lakini hatuko kwenye sanction. Yeah. Maswali yalikuwa ni mengi sana juu ya ziara ambayo ameifanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwenda nchini Urusi na kukutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Na maswali yalikuwa ni mengi, ziara hiyo itakuwa na faida gani na nini ambacho kitakuwa kikitokea baada ya ziara hii? Basi moja kwa moja tutakwenda kutazama kwa undani zaidi, na moja kati ya swali ambalo aliulizwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliuliza kuhusiana na vikwazo ambavyo wamewekewa. Je, atatumia mbinu gani ili kuweza kuhakikisha kwamba anazidi kuendelea mbele zaidi? Lakini Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akakiri kwamba Tanzania haina vikwazo vyovyote vile. Lakini pia baada ya kurejea nchini, waandishi wa habari walijumuika kwa pamoja, wakaenda kufanya nao mahojiano mawili matatu juu ya ziara hiyo, ambapo baadhi ya waandishi waliweza kuuliza, je, kuna mchango gani ambao unaleta faida moja kwa moja kwa taifa letu kwenye ziara yako? Tutakwenda kushuhudia pia kile ambacho amekijibu. Lakini swali lingine ambalo waliweza kuulizwa ni juu ya Kiswahili kinakuwa vipi, ama Kiswahili kitakuwa na faida gani katika Tanzania hii, na akajibu akasema kwamba kutakuwa na taasisi ambazo zitakuja hapa Tanzania na watahitaji Watanzania ambao wanajua Kirusi, na akaagiza moja kwa moja chuo cha UDOM kiweze kufanya haraka iwezekanavyo kuweza kufundisha Kirusi. Moja kwa moja tuweze kufuatilia kwa undani zaidi mahojiano haya. Hii ni Muhenga Media. Jana nilikutana na mama mmoja, mwalimu wa Kiswahili, ni Mrusi, anaitwa Natali, ambaye ndio anaandika vitabu vyote vinavyofundisha Kiswahili kwenye vyuo vya Kirusi, na alinipa kitabu kimoja jana mfano. Kwa hiyo, lakini hata yule rais wa kile chuo cha Rhodes University alikuwa ananiongelesha Kiswahili. Kwa Kiswahili kimeenea. Hata nilipokuwa nikitoka, waandishi wa habari na kamera vyao, shikamoo mama, mama Samia shikamoo. Unajua kwamba Kiswahili kinaenea. Kwa Kiswahili kimepata nafasi. Pamoja na kwamba UNESCO ambayo iko Ufaransa ndio imekuza Kiswahili kukifanya sa lugha ya kimataifa, lakini sasa mataifa yanakichukua na kusomesha. Lakini kama tulivyosema katika wengine kwamba tunaingia kwenye hatua nyingine na wenzetu wa utalii wa Urusi ni mkubwa, na wamesema kwamba tutakapoleta ndege ikianza Air Tanzania, Azur Air ikianza kuja Tanzania, wanahofu kwamba hoteli zetu hazitatosha. Kwa hiyo tumewapa na wameomba nafasi tuwape maeneo wajenge mahoteli. Maeneo yako Serengeti kuna maeneo, Morogoro tunaweza tukapata maeneo wakajenga, Zanzibar tunaweza tukapata maeneo wakajenga, na maeneo mengine maeneo yako. Sasa na sisi tumewahakikishia kwamba na sisi tutafundisha Kirusi ndani ya vyuo vyetu, na chuo kinachofundisha lugha ni UDOM. Kwa hiyo tulikuwa tunaongea na waziri wa elimu kwamba sasa UDOM kijitayarisha kufundisha Kirusi ndani ya chuo chake. Tukifundisha, uwekezaji wote huu Urusi waliojipanga kufanya Tanzania watapata watendakazi ambao lugha zinaelewana. Lakini nyingine, vijana wa Kitanzania wakisoma na kitoka nje, kuna mfuko wao wa vijana unaowezesha kufanya biashara. Air Tanzania ipo. Ni rahisi Mtanzania kupanda ya Tanzania kuja hapa, akabishana na Mrusi, wewe akachukua vitu vyake akarudi, akaja akatuzia. Kwa hiyo faida kubwa.